majina anaitwa Kulwa Sylvester Mbiga, ni mchezaji senior wa timu Blue Eagles, na tulikuwa na mchezo wa kirafiki ambao tumecheza mchezo umeisha 1-1 kwa ajili ya kuhitimisha sherehe za tawi la Blue Eagles maeneo ya Sarachini. Kwa kuwa timu ndio inaanza, wanakaribishwa wadau mbalimbali kuja kutusapoti kufika uwanjani. Ni gharama, uendeshaji wa timu unahitaji gharama kubwa, lakini hata kile kidogo mtu atakapoguswa kwa ajili ya sisi kama timu kutoka Mwanza, karibuni sana wadau wote, tunawakaribisha. Blue Eagles ni familia ya watoto wa Mwanza, kwa hiyo mkazi yeyote wa Mwanza hii ni familia yake. Asisite kutusaidia, asisite kutufanya sisi tukafikia ndoto zetu. Vijana wengi leo mpira umegeuka kuwa ajira, hivyo vijana wengi wanaanzia chini, na matunda ni haya. Anaweza asifaidike mwekezaji, kwa sasa hivi hatuna mwekezaji, ni mdau ambaye ana support timu kwa kile kidogo alichonacho, lakini kuna mambo mengi, vitu vingi tunahitaji. Hivyo kwa atakayeguswa kujiunga na familia ya Blue Eagles, karibu sana. Karibu sana kutusapoti. Saa hii tunaelekea ligi daraja la 3, tunaanzia ngazi ya mkoa, tutakuwa na michezo hapo. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha wadau, karibuni kwenye mechi zetu, kituo ambacho tutapangiwa kucheza mechi zetu, karibuni sana kutusapoti kwa vitu vingi. Timu ya Blue Eagles ni wakazi wa Mwanza, hilo ni moja. 2 ni wanaotokea maeneo ya karibu, Nyashishi, Buongwa, Igoma, ni sehemu nyingi, kwa sababu mpira ni familia. Tunazidi kutanua wigo na familia ya mpira. Kwa hiyo yeyote kijana mwenye kipaji anakaribishwa kwa ajili ya kutimiza ndoto zake. Kunua vipaji kwa vijana. Alafu 2, mpira ni ajira. Watu wengi wanalipwa pesa nyingi kupitia mpira. Hata wanasema mbuyu ulianza kama mchicha, huku ndiko tunakoanzia. Kwa hiyo mategemeo ni makubwa kupitia Blue Eagles. Watu wanaweza kufikia ndoto zao. Leo wanaweza wakacheza nje wakalipwa kipato kikubwa, lakini sosi ikawa ni Blue Eagles. Kwa hiyo malengo kama ya timu ni kusogea madaraja, kusogea na kucheza ligi kuu. Kwa sababu ukicheza ligi kuu, timu yako ikiwa ligi kuu, ni vitu vingi sana ambavyo mchezaji ataachieve, na kwa upande kama timu itaachieve. Kwa vipaji vingi vipo mtaani, vingi sana, vinakosa watu wa kuinua, kuwashika. Ukifuatilia maisha ya Clement Mzize, alikuwa ni bodaboda, lakini kuna mtu aliyeona kwamba kile ni kipaji, na leo ni mchezaji ambaye wa ndani, kabla akitoka Faisal analipwa Clement Mzize, anapokea hela nyingi sana. Kwa hiyo mtaani kuna vipaji vingi, kuna watu wengi ambao wanatamani ndoto zao zifikiwe, ila sasa zinafikiwaje isipokuwa kuwa na watu wa kuwagusa mmoja mmoja. Kwa hiyo tukipata wadau, wachezaji mtaani ni wengi, vipaji viko vingi, uwezo upo mkubwa, lakini starting point ndio inakuwa changamoto. Hivyo tunawakaribisha wadau mbalimbali, karibuni sana kusupport vijana wa Blue Eagles. Thomas Matogoro, ni kit manager wa Blue Eagles Football Club ya Mwanza. Tukio la leo ni nzuri kwetu, ni kubwa sana kwa timu yetu, kwa sababu ni siku ambayo tunazindua tawi letu kama timu ambayo inakuja 3. Kwa hiyo hii ni siku nzuri sana kila mmoja, kuanzia benchi la ufundi pamoja na wachezaji. Ilikuwa pia ni siku ya kutumia kwenye ligi daraja la 3. Mechi leo ni nzuri, ushindani ulikuwepo, mechi ilionekana, mbinu zimetumika nyingi. Ya kwanza kabisa ukiangalia hali ya uwanja wetu, waliaridhisha na uwanja ambao tunatumia sisi katika mazoezi. Pia changamoto zingine na vifaa havitoshi, havitoshelezi, kama kinavitoshelezi. Muda yoyote anaweza kujitokeza akaweka chochote hapa, ndio kwamba bana yeye ndio anaangalia kitu moja, kwa sababu sasa tunacheza mpira lakini hatuna vitu kama hivyo, hatuna. Kwa hiyo hii ni fursa pia kwa watu wengine ambao wanaopenda mpira kama sisi kutusupport katika namna hii. Na mimi mambo makubwa sana yanapikwa katika uwanja huu. Sisi ndio Blue Eagles, watoto wa Mwanza. Mimi natoa wito kwa wadau na kuwaomba kwa yoyote yule mwenye uwezo, mwenye kuupenda mpira, atusaidie katika kutatua changamoto zetu. Ukiangalia hali ya uwanja wetu sisi hairidhishi. Kuna baadhi ya program za mazoezi hapa tumekuwa limited kulingana na hali ya uwanja wetu. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba mdau ambaye anaweza kuturudishia kwa chochote kile, hata kama ni kidogo, kina maana kubwa sana katika timu ambayo inapambania nafasi. Kwa majina anaitwa Dennis John, captain wa timu ya junior. Timu ni moja ambayo ni Blue Eagle FC. Mchezo wa leo ulikuwa mzuri. Kwa kweli ilikuwa Blue Eagle Day. Tulikuwa na timu ya junior versus senior. Kwa mimi ni captain wa timu ya junior.
Mchezo wa leo ulikuwa ni wa majaribio, maana yake kukaribisha ile ambayo tulikuwa nayo. Kwa mchezo ulikuwa mzuri, tumecheza vizuri, hakuna aliyeumia. Mungu ni mwema, tunamshukuru kwa hilo. Na kingine, sisi tunashiriki daraja la 3, ligi daraja la 3. Kwa haya maandalizi yote ni kwa sababu ya ligi daraja la 3. Kwa hilo tuko tayari na tutapambana kadri tuwezavyo tuweze kuivusha timu yetu Ruigo FC kwenda daraja la 2. Hayo ndio malengo yetu. Moja kati ya changamoto ambazo tunakutana nazo ni viwanja. Viwanja vingi havina nyasi. Kwa mfano tukiangalia uwanja wa Sabasaba kidogo waga una hitilafu, hauna nyasi. Kwa hiyo unakuta ajali mbalimbali zinaweza kutupata sisi kwa namna moja ama nyingine, lakini hiyo sio shida sana kwetu, maana tunafanya mazoezi kulikabili hilo. Wito wangu kwa wadau ni kuwakaribisha Ruigo FC waje kwa wingi ili watusaidie sisi tutoke katika hatua moja kwenda hatua nyingine ambayo ni kubwa zaidi.